Naitwa Avitas Ludovick Mbona. Mimi ni mkufunzi kwa watu mbalimbali, mkufunzi kwa watumishi wa umma, wa serikali na binafsi. Natoa mafunzo kwa mfumo wa filosofi ya Sajato ambayo mimi ni mvumbuzi wake. Mafunzo haya nayatoa maeneo mbalimbali katika nchi yetu Tanzania. Tumeshatoa mafunzo haya bara na visiwani. Nashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa viongozi mbalimbali, kupitia TAMISEMI Zanzibar ambapo walinipa ruhusa ya kutoa mafunzo kwa watumishi mbalimbali katika manispaa na halmashauri mbalimbali Pemba na Unguja. Tuliongea na madiwani, tulitoa mafunzo kwa madiwani, tulitoa mafunzo kwa masheha na watumishi wa umma wa halmashauri na manispaa. Hapa bara tumeshatoa mafunzo katika shule, katika mahospitali, vituo vya afya na zahanati kwa watumishi wa umma, lakini kwa walimu wa shule mbalimbali za msingi, sekondari, hata vyuo mbalimbali. Katika video hii ni mafunzo ambayo yametolewa, tumeyatoa kwa shule ya msingi Diamond iliyoko hapa Upanga, Dar es Salaam. Ni mafunzo ya kumjengea mtumishi wa umma ubora wa kutumikia taifa lake. Bila kuwa na ubora ni vigumu sana kutumikia taifa. Sasa watu wengi walikuwa hawajui kuhusu swala la ubora, mtu mwenye ubora wa kutumikia taifa lake anakuwaje. Lakini vile vile kwa kuliona hilo, tukaona tuje hapa shuleni ambapo tumefundisha ni vipi mwalimu atajengewa ubora au mtumishi wa umma atajengewa ubora kuweza kulitumia taifa lake. Kuna vipengele mbalimbali ambavyo vinamuonyesha mtu bora yukoje, ambapo katika video hii ambayo tumetoa kwa walimu wa shule ya msingi Diamond hapa Dar es Salaam Upanga, inaonyesha kabisa vipengele muhimu sana vinavyomjenga mtumishi wa umma katika kuwa bora. Kwa hiyo mafunzo haya yamepokelewa vizuri na walimu, na mwisho wa mafunzo walimu watatoa maoni yao kwa faida ya watu wengine ambao watataka kujifunza zaidi. Kwa hiyo ni kwa ufupi hapo, ninaomba tuendelee kujifunza filosofi ya Sajato ili tuweze kulijenga vizuri taifa letu katika ubora, thamani na uwezo kwa kila mtu. Asante sana. Mtumishi wa umma anatakiwa awe na kitu kinaitwa awe na ubora, kwamba mimi ni bora, natakiwa kufanya kazi fulani ili nijenge taifa langu, lakini ajue thamani yake ikoje. Yaani mtu mwenye thamani yukoje, lakini mwenye uwezo yukoje. Hivi yote ni sifa tatu tofauti. Hapa utajifunza mtu mwenye ubora yukoje. Mtu mwenye ubora wa kuwajibika, mtu mwenye bora wa kuwajibika ana sifa kubwa 7, lakini hizi sifa zote ziko kwenye kanuni moja inaitwa MK/3MC. Si kama mnaelewa, ni kanuni moja hili hapa. Yaani ili uwe na ubora unatakiwa ina hili kitu, mwongozo. Hii M inakaa badala ya mwongozo. Hii K mwongozo wa kufikiri, ili kuwajibika. K ya tatu kufikia. M hii mafanikio. C chanya. Huku mbele mtasikia chanya nyingi tu. Sasa nitaka niwaambie kwa nini naelezea kitu chanya. Kabla tujataja, nimesema hivi, mtu mwenye ubora analimuongozo hili hapa. Hapo tumeshaelewana kwamba ubora huu mwongozo una vitu hivi 7. Kwa hiyo ukiwa nao ubora huu, manake una kitu linaitwa mwongozo wa kufikiri ili kuwajibika kufikia mafanikio chanya. Kwamba lazima ufikiri ndio uwajibike. Sasa kuna vitu utaviona vitakuwa 7 ambavyo unatakiwa uvijue.
Sasa huko mbele mtasikia maneno chanya sana. Chanya ni nini? Nimewaambia kwamba mimi hapa ni muasisi wa philosophy inaitwa Sajiatu philosophy. Sajiatu philosophy. Mimi mpaka naigundua hii, nilifanya vitu fulani, nilichunguza kuhusu maisha ya mwanadamu. Kwa kweli hayakunifurahisha hata kidogo. Yaani jinsi tulivyokuwa tunaenda, mambo ya uovu, ushirikina, vitu chungu nzima. Nafikiri mnajua dunia inavyoenda, uharibifu wa mazingira. Yaani siku nikajiuliza, hivi kweli haya ndio maisha kweli? Kwa hiyo nikasema ni lazima nilete mfumo mpya wa maisha kwa utafiti wangu ambayo yatalinda uhai wa mwanadamu. Kwa hiyo nikasema kwamba Sajiatu philosophy ikitumika italeta maisha mapya kabisa. Kwamba maisha hasi nilionaje yanahusika tu na uchumi peke yake. Mnanielewa ninachomaanisha? Yaani kwamba uchumi unatumika kwa ajili ya kumiliki pesa, mali na ufahari tu. Yaani niliona vitu kama hivi. Sasa sio uhai. Mnanielewa ninachomaanisha? Yaani maisha hasi yana pesa, mali na ufahari. Uhai wako hauna maana sana. Hivi mfikiria mtu anayeuza madawa ya kulevya. Mmeshapita mitaani huko, mnaona watoto wanakuwa kama mazezeta fulani ya kifa potelea mbali. Si mtu kapata hela, hajali uhai. Kwa hiyo nikasema pesa na mali ndio everything. Sasa mimi nikasema maisha haya chanya lazima yawe ya kujali uhai, si ndio? Kwa hiyo haya yanayojali peke yake, uchumi sio tatizo, lakini ni pesa na mali. Lakini mimi nikasemaje? Maisha chanya lazima yahusike na vitu vitatu: maadili, uchumi na amani. Yaani maadili ya uhai, uchumi na amani, kwamba hivi viwe integration, yani vihusikane hivi. Kwamba maisha, tusiseme uchumi tu. Mtu anayetaka kufundisha mtoto aliseme maisha yapo kama kutakuwa na maadili, uchumi na amani, kwamba vinaendana. Maadili ya uhai, kwa sababu kuna maadili ya kazi, maadili ya udaktari. Haya ni maadili yanayotunza uhai, uchumi unaotunza uhai na amani inayotunza uhai. Concept ya maisha haya niliyoyatengeneza mimi lazima yahusishe vitu vingapi? Maadili, uchumi na amani as one thing. Kama unavyoona chai, kuna majani, kuna maji, kuna sukari mle, sio kitu hiki kimoja. Hapo mmenipata? Kwa hiyo mkiona chanya mtaiona sana chanya wakati nafundisha. Maana yake kulinda uhai wa nani? Hiyo chanya ndio naizungumzia. Mtumishi wa umma ambaye anatakia awe na ubora, athaminike ana ubora, ana vitu vifuatavyo. Naomba mvisikize. Cha kwanza anatakiwa ajue adui yake yeye mwenyewe ni nani. Unanielewa? Cha kwanza, ubinafsi ni adui namba 1 wa kazi. Sasa ubinafsi una sifa kubwa 5, tutazielezea. Cha kwanza ni kiburi. Kiburi cha elimu ni ile kuwadharau watumishi wenzako kwa sababu una elimu kuwazidi. Mnanielewa ninachomaanisha? Nina PhD na masters na nini. Yaani unaona wengine kama takataka. Yaani huwezi kukaa naye desk moja, mnajadiliana nini bwana? Mnanielewa ninachomaanisha? Kwa hiyo kiburi cha elimu. Kiburi kingine ni kiburi cha pesa. Unaweza kuwa unawazidi wenzio pesa. Kumbuka haya mambo, kiburi cha namna hii kinaharibu kazi. Mnaelewa? Kinaharibu kazi. Kingine ni kiburi cha uzinzi tu. Iko kwa baadhi ya maofisi, sijui walimu, najua mna maadili mazuri. Yaani kuna mtu anaweza akasema ni mtumishi, anafanya kazi ovyo ovyo, lakini kwa kuwa bosi ndio nini, kwa hiyo hajali, kwa sababu anajua atampa nini. Mnaelewa ninachomaanisha? Kiburi cha hii ni kiburi cha ajabu. Yaani mtu hata umfanyieje, hata kitu mkienda kushtaki anacheka tu. Mnaelewa ninachomaanisha? Hivi viburi hivi. Kiburi kingine ni kiburi cha cheo. Kwamba mimi nina cheo kikubwa kumzidi fulani. Nafikiri mnaelewa. Sasa nitaka kuambia sifa ya kwanza ya mtu mwenye ubora ni kujua adui yake. Adui wa kwanza ni nani? Ubinafsi. Sasa ubinafsi umegawanyika sehemu 5. Tumemaliza kiburi. Kiburi viko vya aina 7, lakini kwa sababu ya muda 4 tu hivi, kwa sababu kuna vitu vingine. Tuje namba 2. Katika ubinafsi kuna uongo. Sifa ya pili ya ubinafsi ni uongo. Uongo, kuna namba 1, unafiki. Huyu mnafiki umjui, anakuwa rafiki yako, ni msaliti mkubwa kabisa hapa, wala hutamfahamu.
wala hutamfahamu. Huko kazini mnacheka wote, mnaenda kula wote chipsi, mnafurahi, kumbe ni msaliti anakula kama kansa taratibu. Ushafahamu? Kwa hiyo unafiki nao, ukiwa na unafiki huwezi ukafanya kazi kulitumikia taifa. Mnanielewa ninachomaanisha? Sifa ya pili ya uongo ni majungu. Unaenda ofisi kwa ofisi, unajua majungu huwa anakopi kwa mnafiki. Hata hakujui, amesikia tu kwa mnafiki anayekujua vizuri, basi anasambaza darasa kwa darasa, chumba kwa chumba, anasambaza. Sasa ukimkamata huyu anasema samani niliambiwa na huyu. Ushafahamu vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtu, haya majungu ni aina ya uongo. Majungu mengine uongo mwingine ni hicho kiapo, kwa hasa kwa watumishi wa nchi wakubwa hawa wanaoapa, mawaziri na nini. Nasubiri kama na nyie mnaapa. Unaapa alafu unaenda kinyume cha kiapo chako. Sawa? Unamwibia Mungu haki yako na hautafika mbali. Sifa ya tatu ya ubinafsi ni wivu. Yaani unakuta mtu ana wivu mpaka anakonda, yani hataki mafanikio. Unakuta kana sinyaa kabisa. Kuna wengine anakonda kwa keep figure tu, au sio? Lakini kuna mwingine anakonda kwa sababu ya fulani kanini kafanikiwa. Labda mwalimu fulani kanunua gari, Nissan. Sasa wewe siku zote anakuonea wivu. Unafikiri ukinunua gari atakuwaje? Sasa ataumia zaidi. Sasa likigongwa bahati mbaya, unakuta kama alikuwa na pressure 120, 180 na pua inakuwa 120. Yaani anapunguza kidogo kwamba mnaelewa? Kuna watu hawataki mafanikio. Yaani ni kwamba kuharibikiwa kwako yeye ndio furaha. Tuko pamoja? Huwa na wivu wa kuua kabisa huyo. Sasa ukiwa na wivu huwezi ukafanya kazi kwa ajili ya kulitumikia taifa. Sifa ya nne ya ubinafsi ni uvivu wa kufikiri. Sifa ya kwanza, uvivu wa kufikiri. Ukiwa nazitamka kama unazo unisamehe, zipo hapa. Uchelewaji ni uvivu wa kufikiri. Yaani ni sifa moja hapo. Huu ni wizi wa muda, yaani mwizi wa kawaida tu. Unapoiba muda ni wizi mbaya sana. Kwa hiyo unakuwa kama wizi kwenye kundi la wengine. Unaweza ukachelewa kwa sababu maalum. Umeelewa? Unakaa mbali, umeamka saa 10 usiku. Lakini mwingine anachelewa kwa sababu ya nani tu, mwili tu. Unasikia labda mvua imenyesha, anasema leo ni umwe nini? Yaani anajifikiria huko ndani, si kitokee kitu gani. Ushafahamu? Kwa hiyo uchelewaji ni mojawapo ya uvivu wa kufikiri, kwa sababu unaiba muda wa kazi. Sifa ya pili ya uchelewaji ya uvivu wa kufikiri ni utoro wa kazi. Kuna mwingine anadanganya, ameuguliwa, amefanya nini. Mtaona huku mbele ninachotaka kusema, kisasi cha ukweli mtakiona. Kitendo cha kudanganya wakati hakiko hivyo, kuna punishment yake. Mtaiona, truth, inaitwa truth. Mtaiona huku mbele. Sifa ya tatu ya uvivu wa kufikiri ni kulalamika ovyo tu. Unakuta mtu analalamika. Kasimamie mtihani unalalamika, usiende unalalamika. Sasa unataka nini? Yaani kila saa unalalamika tu, mtu muda wote unalalamika tu. Yaani unakuwa na kitu linaitwa ligubu, sio anaitaga ligubu. Yaani muda wote wewe kizuri kibaya unalalamika tu, Si ndio nini? Hayo ni uvivu. Ukiona mtu hivyo anakuwa na uvivu wa kufikiri, sio? Sifa ya nne ni kununa ovyo tu au kususa. Bila sababu za mtu mzima na akili yake amenuna. Kwa hiyo ujue ana tatizo la nini? Kipengele cha uvivu wa kufikiri mwingine ni kufanya kazi kwa matukio. Kufanya kazi kwa matukio. Yaani wewe unaandaa lesson plan kwenye ukaguzi tu, alafu baadaye hujui hata iko wapi. Yaani mpaka tukio fulani, ushafahamu? Lesson plan unaandaa ikishakaguliwa, yaani unapoiweka labda siku nyingine hivi niliwekaga wapi? Unaelewa ninachomaanisha? Hiyo ni kufanya kazi kwa matukio, yaani mpaka tukio fulani litokee. Nao ni uvivu wa nini? Wa kufikiri. Namba 6. Mnisamehe kama namsema mtu. Kukata tamaa. Hakuna dhambi mbaya duniani kama kukata tamaa. Nafikiri wote kila mtu ana dini yake hapo, sio? Nataka niwaambie mojawapo ya dhambi ambayo Mwenyezi Mungu anaichukia ni kukata tamaa. Ni mbaya sana. Utapata majaribu sana, lakini hiyo yanakufanya ni fursa. Ushafahamu Hayo yanakuwa ni fursa. Namba 7 ni kufanya maamuzi bila kufanya uchunguzi. Yaani unamhukumu mwalimu mwenzako bila kuchunguza. Yaani umeambia story fulani labda za uongo, lakini unaamua kuchukulia tu. Kwa hiyo kila taarifa unayopata, iwe nzuri iwe mbaya, fanya nini?
uchunguzi, kwa sababu unaweza kumwamlia kwamba huyu jamani mzuri, kumbe ni mbaya kwako. Mnaelewa ninachomaanisha? Kwa hiyo hivi ni vitu vinavyosababisha uvivu wa kufikiri. Tunaingia sifa ya ngapi? Ya ubinafsi. Ziko 5. Kuwa na hofu hasi ni hatari sana katika shughuli za kufanya kazi. Kwa hiyo hiyo ni sifa ya ubinafsi, sifa 5 za ubinafsi ambazo ni mojawapo ya adui. Kuna mambo mengi mabaya sana, lakini ubinafsi ni mojawapo ya kikwazo kikubwa sana katika kazi. Mmenielewa walimu? Sasa tunaingia kitu cha pili cha mwongozo huu. Hapa tumeshajua kwamba lazima ujue adui yako ni nani. Unaweza kuwa adui ni wewe mwenyewe ukawasingizia wengine. Ubinafsi ni mojawapo ya uadui. Unaweza kama ndani yako, lakini ukaona watu wengine ndio wana makosa, au sio? Lakini ukiyajua haya kama ni mtoro, mlalamishi, utagundua kwamba mimi hapa huenda ni mimi ndio problem. Tuingie kitu cha pili cha msingi sana cha mwongozo huu. Watumishi, kila siku mimi napenda kuambia kwamba mwajiri mkuu ni mmoja, lakini amebeba wengine 3. Naomba leo mfahamu mwajiri wenu mkuu namba 1 ni Mwenyezi Mungu. Huyu ndio mnayemtumikia. Msifikiri mnatumikia serikali ndio katika hawa 3. Ushafahamu? Lakini unamtumikia nani? Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu hakuna dini ime monopoly. Mnanielewa? Yaani unajua kuna watu ukitaja Mungu wanasema dini fulani. Mnanielewa? Hapa huyu dini gani? Nataka niwaambie Mungu hana dini. Ndio maana tunaimba wimbo wa taifa. Mnanielewa? Mungu ibariki. Kila mtu na dini. Asiye na dini, serikali yetu haina dini, sio? Kwa nini tunamtaja Mungu? Kwa sababu Mungu hana dini, ila sisi ndio tuna dini. Kwa hiyo tunaposema Mungu ndio mwajiri mkuu, maana yake tunamtumikia yeye namba 1. Kwa hiyo kama unafanya kazi ukiwa unajua kwamba nimeajiriwa na Mwenyezi Mungu, inakuweka katika mind. Hii tunachokitaka hata watoto wanaokuwa waambiwe hivyo. Ushafahamu? Wasio wanatumikia hela, tutaenda kuharibikiwa kabisa dunia hii. Mnaelewa cha maanisha? Sasa wengine 3 ni ambao ndio wamebeba na Mwenyezi Mungu. Wa pili huyu ndio amewabeba hawa 3. Mwenyezi Mungu. Muda, time. Ukitaka kucheza na maisha, cheza na muda. Tafsiri ya umaskini manake hujapangilia muda vizuri na wala hauna nidhamu ya muda. Ndio sababu kwa hiyo muda, kama utafanya kazi kwa kutumikishwa na muda, kwamba kila sekunde unayofanya kazi iwe positive, yaani ufanye vitu positive. Sasa hivi angalia vijana wetu, muda wote anaongelea Ronaldo, anaongelea masaa 8, anaongelea kitu. Wastage of time. Angalieni tu mambo yanavyoenda. Wanaangalia masidia ajabu kabisa. Wastage of time. Na wazungu wamefanya makusudi sometimes, si ndio? Wanavileta hivi vitu kuharibu kizazi cha Mwafrika. Kwa hiyo lazima watoto wetu wafundishe kwamba muda ni mwajiri wako. Ukichezea muda kwa vitu hasi ndio unaenda kuharibikiwa. Lakini muda lazima vifanyike kwa vitu vingapi ambao viko very positive. Mwajiri mwingine ni serikali yako. Hapa sasa ndio manispaa na inakuja na nini. Na mwingine ni yule mwananchi unayemhudumia. Hao watoto unaohudumia ni waajiri wako. Mwananchi unayemhudumia. Hao watoto ni wananchi hao. Kwa hiyo hawa ni mwajiri. Kwa hiyo hawa ndio wanaokulipa. Mungu anakulipa haki. Mungu anakulipa vitu vingapi? 4. Haki, amani, furaha ndani ya imani ya kweli chanya. Vinakuwa. Ndio malipo ya Mungu. Muda unakulipa utajiri wa kila aina. Sawa? Serikali inakulipa pesa. Na wananchi wanakulipa maendeleo. Kila mmoja anakulipa kivyake. Sasa utachagua, unataka tu pesa peke yake? Hautaki haki? Unaelewa ninachomaanisha? Mungu atakupa haki, atakupa amani, atakupa furaha, atakupa imani. Muda utakupa utajiri. Mtu yeyote anayetumia muda vizuri, angalia wote wanaotumia muda, lazima atakuwa tajiri wa kila aina, tajiri wa kila kitu. Utajiri wa halali. Mnaelewa ninachomaanisha? Huwezi ukapoteza. Yaani kama unatumia muda vizuri huwezi ukashindwa kufanikiwa. Serikali yako inakupa mshahara mwisho wa mwezi, pesa. Lakini mwananchi anakulipa maendeleo. Tuko pamoja? Anapolipa kodi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nitaka mjue kwamba kipengele cha pili cha mwongozo huu, ili uwe na ubora, uvijue. Cha kwanza ujue adui yako binafsi. Cha pili ujue mwajiri wako mkuu. Tuko pamoja walimu? Kipengele cha 3 lazima ujue haki kuu. Haki kuu yako ni ipi? Haki inasema hivi: timiza wajibu wako upate malipo yako. Usidai haki kama hujatimiza wajibu wako. Kwa cha kwanza, ili uwe na ubora, lazima ujue haki yangu ni nini. Kwamba haki yangu ili nipate, lazima nitimize wajibu wangu, ndipo nipate nini? Malipo yangu.
Usidai haki wakati unajijua we ni mtoro, mwizi, mchelewaji, mnafiki, labda majui. Hivyo vyote huwezi ukadai haki wakati unavifanya hivyo vitu. Kwa hiyo ni lazima ujue kwamba wajibu wangu na utimiza na malipo yangu nayapata kihalali. Na ukivitimiza yote lazima ufanikiwe katika kila kitu. Na tunaposema wajibu, wajibika, naomba niwaambie wajibika nini. Kuna vocabulary moja naitumiaga. Mtu anayewajibika anakuwa na kanuni kubwa 5, inaitwa jemi tulipo. Jemi tulipo taifa ni kanuni tunakafupisha, lakini mtu anayewajibika maana yake anavifanya hivi vitano, kwamba inasema jenga taifa lako, inasema miliki taifa lako, inasema tunza taifa lako, inamaanisha linda taifa lako, inasema ponya taifa lako. Mnanielewa ninachomaanisha? Mtu anayetekeleza hivi vitu vitano ndio anawajibika kwa taifa. Analijenga taifa, lakini analimiliki taifa, alimilikiwi na wageni, sawa? Lakini analitunza, lakini analilinda, lakini analiponya dhidi ya distraction za aina yoyote, sawa? Kwa hiyo wajibika manake jemi tulipo taifa. Sifa za ukweli, unapofanya kazi tambua kuna nguvu imekuzunguka, inaitwa truth, ukweli. Very powerful. Tunayo. Kuna watu wengine wanafikiri wakifanya distraction kwamba si nitahukumiwa kule na Mungu huko baadaye, lakini hawajui kwamba kuna nguvu tunayo hapa, na watu wakifundishwa kwa nguvu sana watajua hii ni nguvu inafanya kazi kwetu. Na nimeshaifanyia utafiti sana, naijua, yani miaka 8 naangalia hii nguvu. Sifa ya kwanza ya ukweli hii inayotuhukumu ni uvumilivu. Kama hujui ukweli unakuvumilia. Kama hujui ukweli unakuvumilia. Unanielewa? Hebu angalieni tatizo, labda mtu mwenye tatizo la akili. Sawa, niseme kichaa, lakini sio lugha nzuri sana kwa sababu ni ugonjwa tu wa kawaida. Ana tatizo la akili. Anaweza kwenda kwenye pipa la takataka akala kinyesi. Wala haugui. Unafikiri kwa nini haugui? Ukweli unamlinda. Hajui ukweli. Kama hujui ukweli unakulinda. Lakini pindi unapozidi kuona unajua ukweli, hukumu inazidi kuongezeka. Kuna kitu kinaitwa wivu chanya. Unasikia kitu fulani kinaanza kuongea. Kwa mfano, uko kwenye ndoa yako halali, lakini unaamua kupolonyoka kidogo, labda nasema. Kuna kitu kinakuwa kinakwambia, unaenda wapi? Wewe una ndoa, unaenda wapi wewe? Yaani hata ukikutana na mbwa unaweza kumsalimia, hofu. Yaani una siku inakwambia hello za size. Yaani unachanganyikiwa kabisa. Kuna kitu kinaongea. Kwa hiyo kinaitwa wivu. Kukataza, unakisikia kabisa kwamba unaenda wapi wakati una ndoa. Sifa ya 3 ya sifa za ukweli ni kisasi cha ukweli. Kisasi cha ukweli kinasemaje? Ni mara 21 ya jambo baya unalolifanya. Unanielewa ninachomaanisha? Yaani kwa mfano umeiba 50,000. Umeiba 50,000. Utailipa tu. Mara 20 ngapi? Utauguliwa, mara ajali, mara nyumba imechomeka, lazima uilipe. Ila wewe hutajua, utafikia umerogwa. Mnaelewa ninachomaanisha? Kwa hiyo kitu chochote kibaya unachokifanya against the truth, lazima utapata punishment hapa. Na wala sio siri. Watu wamefanya utafiti wanajua. Tunaelewana? Kwa hiyo mtu anaweza akafanya kitu kibaya anafikiri ni mjanja, lakini you have to pay. Kuna daktari mmoja sitaki kusema, ila ni hapa Dar es Salaam, aliniambia. Yaani alikuwa ni mambo ya upasuaji wanawake, sio? Anachukua, lakini anasema sijawahi kuzifanyia kazi. Unachukua mara ajali, yani lazima utailipa tu. Wewe unaweza kujiona mjanja, lakini lazima utailipa kwa namna nyingine. Kwa hiyo kisasi cha ukweli ni punishment mara 21, you have to pay. Kwa hiyo unapofanya kazi, kumbuka wewe mwajiri wako mkuu ni nani? Mwenyezi Mungu. Tuko pamoja? Kwa hiyo hivi vitakupiga tu. Hata uwe mjanja vipi, vitakupiga tu hivi. Kwa hiyo mtumishi wa umma lazima ujue sifa za ukweli katika kuwajibika. Kipengele cha 5 ni sifa za kufanya kazi. Sifa za kufanya kazi. Cha kwanza uwe na ujuzi. Lazima uwe na ujuzi wa kufanya kazi. Usiwe na vyeti feki. Nafikiri walimu wako sawa kabisa. Lakini kuna watu wajanja, hana ujuzi. Anapata connection, anajipenyeza. Sasa atafanya kazi lakini hana sifa hizo. Tuko pamoja? Kwa sifa ya kwanza kufanya kazi ni nini? Ujuzi. Sifa ya pili ni kujiamini. Jiamini kwamba unafanya kazi. Na kujiamini maana yake nini? Kwamba wewe unamtegemea Mungu na yeye anakutegemea wewe. Hiyo ndio kujiamini. Umeshakuwa na ujuzi wako. Mtu mimi nataka niwapeni siri na najua mnaifahamu. Mtu anayemtegemea Mungu katika kufanya jambo lolote, yani vitu vyote anavyo, akamtegemea Mungu, huyu jamaa anajiamini vibaya mno. Haogopi chochote. Mnanielewa ninachomaanisha? Kwa mtu anayejiamini, sifa yake kubwa ni kwamba anajua Mungu yuko wapi? Nyuma yake.
Tuko pamoja? Kwa sifa kubwa ya kujiamini ni kumtegemea Mwenyezi Mungu. Kama umtegemea Mwenyezi Mungu utajiamini vipi? Sifa ya tatu ya kufanya kazi ni afya. Huwezi kufanya kazi, afya chanya ya mwili. Afya chanya ya mwili. Mwili unahitaji afya. Na sasa hivi kinachoharibu sana afya ya mwili ni lifestyle, mfumo wa kula, hasa kula. Watu wanakula ovyo ovyo tu. Kwa sababu ana hela, unakuta kila saa anakula tu. Yaani akikutana na karanga anakula, akija soda anakunywa, akikutana na mishikaki. Yaani mpaka kufika jioni nyumbani anashakula kama sufuria 3 hivi. Hasa kwa sababu kuna digestion wala hawezi kujua. Baadaye utabisukari. Mnaelewa ninachomaanisha? Watu hawajui kula vizuri. Imeharibu sana. Angalieni madaktari wanachokisema. Mfumo wa kula ovyo umesababisha afya ya mwili kuzorota. Sawa? Kwa hiyo afya ya mwili ni muhimu sana, kukula balance diet, jiheshimu mwili wako na mheshimu Mwenyezi Mungu. Fuata vyote. Hasa balance diet. Na kwa vipimo, sio unakula tu balance diet basi unakula asubuhi na jioni. Ovyo, lazima angalia kipimo chako kwa ajili ya afya ya mwili wako. Hii hapa, zingatia taifa. Zingatia taifa lako. Zingatia taifa lako. Unapofanya kazi zingatia taifa lako. Ningependa kuonyesha hapa taifa ina vitu gani vikubwa sana. Taifa, tunaposema zingatia taifa, taifa ni vitu vikubwa vitatu. Kwanza ardhi plus watu au raia plus mifumo ya kuishi ndani ya hilo taifa, mifumo ya kuishi. Unaona? Hivi vitu vinatengeneza taifa, kwamba ardhi, ili ardhi letu kwa mfano Tanzania, sisi raia na mifumo tunayotakiwa tuishi kama Watanzania. Sasa hii mifumo ndio muhimu sana. Kuna mifumo muhimu sana, usipoizingatia ndio kama umeharibu taifa. Mfumo wa kwanza katika mifumo hii, kipengele cha 3, si ndio? Mfumo wa kwanza ni ndoa chanya. Huwezi kuwa na ndoa za ovyo alafu ukasema eti unajenga taifa. Hakuna. Yaani mnaoana na mtu eti kwa sababu ya tamaa za miili yenu. Kuoa unaangalia vitu vitatu. Kwanza, huyu unayemuoa ana vision chanya, anafanya kazi gani? Hata kama hajaajiriwa, amejiajiri nini? Yaani unamuoa mtu mwenye vision. Namba 3 ndio unaangalia umbo sasa, au sio? Umbo zuri. Na sasa watu siku hizi hao wana ya cancel, hamna wote wanaangalia tu hapa. Ndoa miezi 2 hamna kitu. Tuko pamoja? Ndoa nyingi, angalia vijana, unakuta amekuwa na matamanio ya mwili wake. Sio hajaoa mwenzake ambaye yuko visionary, hajaoa kazi, uwajibikaji wa mtu, hajaoa hivyo. Anaoa umbo zuri tu, macho yakamfurahisha, basi anaona sawa. Kwa hiyo ndoa zinaharibika sana kwa sababu watu hawajui maana ya ndoa. Wengi kabisa hawajui maana ya ndoa. Anamuoa hajui kwamba mwajiri mkuu ni Mwenyezi Mungu. Wanaoana tu mradi tu kutuzaa basi ovyo, alafu wanaachana. Namba 2, kwa hiyo taifa zuri ni lile lenye ndoa halisi chanya ambazo zinamheshimu Mwenyezi Mungu na zinaheshimu sheria za taifa lako. Kipengele cha 2 na cha 3 cha mfumo chanya wa kuishi katika taifa ni familia chanya na ukoo chanya. Namba 4 ni malezi chanya ya watoto na vijana. Malezi chanya ya watoto na vijana. Vijana sasa hivi wanaharibikia kwa sababu hayo malezi wengi hawana wajibu wao, wanawaachia zaidi walimu. Wazazi wengi unakuta wanawaachia walimu. Sasa walimu mnafanya mambo mangapi? Nyie mko wenye taaluma, mwanze kulea tena tabia. Nafikiri mzigo mkubwa, sio? Baadhi ya wazazi wanaacha majukumu yao. Wengi tu unakutana, walimu wao sijui wakoje. Sasa walimu mtafanya mambo mangapi? Huku taaluma, huku tabia, mtaweza? Kwa ni lazima muhusike, watu wahusike kwamba malezi chanya ya watoto ni ya taifa zima. Sio tu la kuachia tu walimu. Namba 5 ni maeneo ya kazi yaliyo chanya. Ndio maana tunakuja hapa kwamba maeneo ya kazi yanatakiwa yawe chanya. Wavijue hivi vitu. Vingine najua mlikuwa mmefahamu, au sio? Vingine mnavijua, mnarudia bila kuchoka, tofauti, ili kusudi haya maeneo ya kazi yawe chanya kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya taifa. Namba 6 ni uongozi bora. Taifa likiwa na uongozi bora ni raha sana. Yaani unakuta hata corona inatukimbia, sio? Corona inatukimbia. Uongozi bora ni kitu muhimu sana. Lakini cha mwisho kabisa, ili taifa liweze kufanikiwa, ni utawala bora. Sasa nini tofauti ya utawala na uongozi? Uongozi bora
tofauti na utawala iko hivi. Kiongozi bora ni huyu, kwamba wananchi wako hapa, yeye yuko hapa, wananchi wanampelekea shida zao, yeye anarudisha majibu mazuri. Huu ndio uongozi bora wa ushirikiano. Lakini utawala bora ni kwamba fanya hivi bila kuwa na ushoga, bila kuwa na undugu, fanya kwa mujibu wa nini? Sheria. Ndio utawala bora. Mmeelewa maana tofauti hapo? Kwa hiyo uongozi bora unamilikiwa na utawala bora, yani kwa maana yake kuna sheria ndani mwake. Kwa hiyo hivi ni vitu 7 vinaojenga mifumo ya taifa. Hizo ni silaha za kufanya kazi. Zingatia nini? Zingatia taifa. Lakini onesha maendeleo unapofanya kazi. Onesha maendeleo. Unapofanya kazi onyesha maendeleo jamani. Kutoka kwamba nilikuwa hapa, sasa naenda hapa. Sio tu darasa lako au somo lako vitoto vinafeli tu kila mwaka, visingizio chungu zima, hamna maendeleo, vinafeli, labda wameniloga. Nini? Onyesha maendeleo. Yaani kwamba nilikuwa hapa, sasa niko hapa. Kwa hiyo hapa maana yake ni kwamba mtu mwenye sifa za kufanya kazi anaonesha maendeleo, kwamba nilikuwa hapa, sasa niko hapa. Kipengele cha 6 cha muhimu sana ni kujua adui mkuu wa jumla. Pale niliwaambia adui wa kwamba ni umaskini. Sasa leo nataka nionyeshe mnyororo mmoja ambaye kwa mtu mwenye maisha hasi katika namba line anao. Ni mnyororo mmoja mbaya, kwamba mtu anayeishi maisha tu, kuna kitu kinaitwa hii kanuni, naomba muiandike. Fikra ziko tu akili plus utashi. Sawa Kwamba fikra ni muungano wa akili katika kazi na utashi. Akili inategemea unataka nini, utashi umetokana nini neno kutaka. Sawa, unapotaka kitu akili inakitafuta. Mnanielewa ninachomaanisha? Ukitaka mambo makubwa akili inatafuta mambo makubwa, ukitaka mambo madogo akili inatafuta mambo madogo. Sasa akili inapotafuta mambo madogo unaidumaza. Ukiidumaza inatokea mnyororo mbaya. Kwa mfano, yale maisha hasi tu ya kutaka pesa na mali. Hautaki uhai, kulinda uhai au kwenda kwenye chanzo cha uhai. Hautaki amani, unataka tu wewe pesa na mali. Maana yake akili inafanya kazi chini ya kiwango. Akili ikifanya kazi chini ya kiwango inatokea jambo moja baya sana. Na ndio ninachomaanisha kwamba hapo ukitaka uhai akili inafanya kazi sana. Lakini ukitaka tu pesa akili inadumaa. Ikidumaa unatokea mnyororo hapa. Naomba ni uchore haraka muweze kuujua. Huu hapa kuna mnyororo mmoja mbaya. Ngoja ni uchore haraka. Maisha ya mazoea yanazaa kitu kinaitwa ujinga. Ujinga nao unazaa mtoto anaitwa ubinafsi. Ndio tumetaka kuutaja hapo, ubinafsi. Ubinafsi nao unazaa kitu kinaitwa upumbavu. Mpumbavu, tofauti ya mpumbavu na mjinga, kwamba mjinga anafundishika, sio? Na hata mbinafsi kidogo anaweza, lakini mpumbavu yani ameshafikia hatua hafundishiki tena. Kwa mfano, yule mtu ambaye ameshaona faida kwenye madawa ya kulevya, yule ukitaka kumletea upuuza na kuua tu, yani hafundishiki tena. Ndio life. Na leo ninachomaanisha, amefikia hatua ya upumbavu au na ushirikina, yani mpaka na ununua. Yani yule umbadilishe, ndio imetoka. Kwa hiyo kwenye kundi la nini? La upumbavu. Mpumbavu anazaa kitu kinaitwa fikra za uovu. Fikra za uovu. Huyu mtu ambaye afundishiki mambo chanya, siku zote anawaza tu, sijui anafikiria uovu, sijui ni mloge mwalimu nani, ni mlogeje. Yaani anafikiria tu uovu. Unaona Fikra za uovu nao zinazaa matendo ya uovu. Sasa ukishafikiria ni mlogeje, si unaenda kutenda matendo ya uovu. Sawa? Matendo ya uovu 1 2 3 4 5 6 7. Matendo ya uovu yanazaa uhalifu. Matendo ya uovu yanazaa mateso na vifo. Mateso na vifo vikubwa sana. Kwa hiyo huu ni mnyororo mmoja mbaya sana wa ajabu ambao unazaliwa na kama fikra zinawaza tu pesa bila kwa. Ndio maana tunasema sasa hivi tunajifunza katika maadili, uchumi na amani kwamba hivi vitu vitatu viende vinaendana. Walimu, tunaenda pamoja? Sawa. Tuje kipengele cha mwisho cha 7 tumalizie topic yetu ya leo. Naomba hiki mnisikilize kwa makini sana. Namba 7 ni nguzo za ubora. Nguzo za ubora. Vile tulivyokuwa vitaja ni vipengele vya ubora vile. Sasa hizi ni nguzo za ubora.
Sasa hizi ndio ukiwa bora, yote haya unayo, lakini unapimwa na hiki kitu, na watu wengi hiki hawana, kusema ule ukweli. Cha kwanza kabisa, utakuwa unachola unaelekea huko, ni lazima uwe na kitu kinaitwa maono katika maisha yako. Maono ya taifa lako uwe nayo, maono ya familia yako uwe nayo, uwe mtu visionary, uwe na vision. Mtu yoyote asiyekuwa na vision hawezi kufanikiwa. Mnanielewa ninachomaanisha? Mimi nasoma kwenye Korani, kwenye Biblia, vitabu vingi sana. Kwa mfano kwenye Biblia, kama siku moja nilisoma kinani moja inaitwa Mithali. Kwenye Biblia Wakristo watajua. Mithali 29 mstari wa 18. Inasema pasipo na maono watu ukiwa hauna vision, maana yake unakuwa kama kipofu. Mnaelewa maana ya vision? Vision iko hivi, kwamba hapa ndio unapotaka kwenda, hapa ndio nyumba yako unaiona ikiwa imekamilika kabisa. Kama mshaona kuna maeneo wanajenga, hujamaliza kujenga ile nyumba, lakini kuna mchoro unaonyesha kwamba nyumba yangu itakuwa ni hivi. Mnanielewa? Hiyo ndio unaotakiwa uione in your mind, yani uione kabisa kwamba mimi sifanyi chochote mpaka nifike wapi pale. Uwe visionary, lazima ujue unaelekea wapi. Uliza watu wengi, kusema kweli, sio wengi, sio wote, ila wengi hawako visionary, hawajui wanafanya nini. Yuko so busy anatafuta hela, lakini hajui. Unamuuliza hasa vision yako unaenda wapi, hajui. Yeye anachotaka hela tu, yani hajui. Na unakuta mtu wa namna hiyo ndo anakuwa kivuruga ndani ya familia, kivuruga. Unakuta anapata mahela mengi, anaharibu watoto wa watu chungu nzima, kwa sababu hana vision. Yeye mradi alikuwa apate hela basi, alafu baada hapo ni kuharibu tu. Kwa maono ni jambo muhimu sana, na liko hapa kwamba hii ni nyumba iliyokamilika. Cha pili kinaelekea huko. Namba 2, uwe na dira. Dira ni kiapo unachotakiwa kufanya kazi ndani ya sheria ya nchi au ya Mungu ili ufikie maono. Yaani ni lazima katika, achana tu na kazi hapa, labda mmeajiriwa, tuchukue hata vitu vya kawaida wewe, kwamba nina hapa nitafanya hivi. Mnaelewa? Yaani kwa mfano, labda nichukulie mfano mimi mwenyewe, sawa? Yaani nilipogundua Isajatu philosophy, niliapa kwamba ni lazima nitaitambulisha, ijulikane, iweze kutumika kitaifa. That's my ndio, yani ndio naifanyia, ndio dira, na niko kwenye dira. Mnaelewa? Yani hapa niko kwenye dira ya kile kitu tunachotaka kukifanya. Yani niko hivyo. Lakini na vision kwamba hiji isaidie, ina vitu vingi. Hapa naongea haraka haraka, lakini na vitu vingi sana. Kwa hiyo niko kwenye dira. Kwa hiyo ni lazima ucheze na kiapo chako ndani ya sheria. Yaani ukifanyia kazi kiapo chako ndani ya sheria ya Mungu na ya serikali yako kufikia kwenye maono. Umeelewa maana ya dira? Dira ni kufanyia kazi kiapo chako ndani ya sheria ya Mungu plus serikali yako ili ufike kwenye maono. Hii ndio maana ya dira. Hii ndio maana ya dira. Hii itakufikisha unako kujua. Mlishawahi kuona simba anawinda? Simba anapowinda, hata kuwe na swala 400, akiona swala mmoja, hata wengine anaenda na waruka. Simeshawahi kuona Adam mpate swala huyu? Sasa cheki binadamu sasa. Yaani unaweza kuona nani umepata hela, labda kwamba unafanya biashara labda ya kufuga samaki, mtu anakuja anakuambia sijui na mimi nikope. Yaani hana vision, yana anataka akope tu kwa sababu unafanya, hana maono, hana dira, anachukua hela tu. Kwa hiyo unakuta hana dira wala maono, yana anajaribu tu kwa sababu ana hela. Baadaye anasema mambo yameharibika, amelogwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo maana yake dira ndio mstari kwa watu wanaotaka kujifunza dira, ndio mstari. Hapa ndio nini? Maono. Hapa ndio unapolalia hapa. Kipengele cha 3 cha muhimu sana uwe nacho katika nguzo za ubora, uwe na malengo katika maisha. Mama mjamzito, tuseme mtoto, huyu mtoto ndio vision, kwamba anataka kupata huyu mtoto. Sasa mimba ya mwezi wa kwanza ndio lengo la kwanza, uwe nayo hiyo. Mimba ya mwezi wa pili ndio lengo la pili, mpaka unafikia mtoto ambao ni vision. Katika maisha yako hivyo. Kwa hiyo ni lazima uwe na kitu kinachoendelea, kinakuwa. Unavyojenga nyumba unaanza msingi hivyo mpaka unafikia kwenye nyumba iliyokamilika. Ukiishi bila na uwezo ukawa na malengo bila dira na maono. Mnaelewa ninachomaanisha? Uwezo ukapanga malengo mpaka kwanza upange maono na dira yako. Kipengele cha 4 vinakuwa vinaelekea hivi. Umoja. Lazima uwe katika umoja na watu fulani. Uwezo ukafanikiwa. Wanasema ukitaka kwenda haraka, kuna kanuni gani wanaisema? Kwa hiyo ukitaka kwenda kufanikiwa, enda na watu wengi, unachagua. Umoja una sifa kubwa 3. Ziandikeni hizi. Sifa ya kwanza, umoja ni kitu kinaitwa ushirikiano.
mtu ambaye yuko katika umoja na ushirikiano ni badala ya kitu kinaitwa mkataba. Mnaweza mkawa na shule kama hivi, mko kwenye ushirikiano, kwa maana hapa mmeajiriwa hapa, mnaona mnashirikiana, lakini ushirikiano una maana ndani ya nini? Mshikamano. Unaweza kuta hapa kimkataba mtu yuko hapa, lakini labda walimu 10 tu ndio wanafanya kazi, na wakati wanafanya kazi wanaambiwa uje anataka sio amekunywa maji ya bendera, yani anasemwa sema. Unakuta baadhi ya maeneo unafiki mwingi, unacheki. Kwa hiyo vitu kama hivyo havina maana. Mshikamano maana yake mnaenda wote, mnarudi wote, ndio maana mshikamano. Cha mwisho ni mawasiliano. Okay, kipengele cha 5. Kipengele cha 5 ni kitu kinaitwa 288. 288 yani 2888. 288 ni nini? Andika time management, time discipline principle. Yani ni mpangilio wa muda na nidhamu ya muda. Inasema hivi, ingawa huwezi ukatimiza muda wa kulala, lakini standard kulala masaa 8, lala masaa 8. Lakini unakuta watu hawalali, unaenda kuwanga, unakuta yuko makaburini na wanga tu, watu wanalala, yeye anaenda kuwanga tu. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo kulala kuna faida, kuna chuja sumu, kuna someni, angalia hata kwenye Google faida za kulala nini, mtashangaa sana. Mmeelewa ninachomaanisha? Sasa kuna watu wengine wanakesha kwenye mambo ya kipuzi tu, anakesha baa, anakesha makaburini, anakesha sijui wapi, halali. Matokeo yake akili zinamfiatuka bure. Fanya kazi ile nayo kuingizia mshahara kutoka kwa Mungu, kutoka kwenye muda, kutoka kwenye nini, bila ubinafsi wowote. Masaa 8 ni 4-1-1-1-1. Sasa twende haraka katika hapo. Unaweza kupanga, najua unaweza kujipangia muda, lakini hivi vitu vinakuongoza, sawa? Masaa 8, saa 1 fanya mazoezi. Fanya mazoezi. Unakuta mtu kama tumesema anakula, fanya mazoezi, anakula tu kila siku, inakuwa tabu. Namba 2, fanya ibada. 1 hour, fanya ibada katika 1 hour. Usitoke hata siku moja bila kuongea na Mungu saa 1. Mimi nawaambia ni Mungu yupo. Mimi naweza nikahakikisha kabisa kwamba mimi kila siku saa 1 yani ni lazima, hata nifanye lazima. Kwa ongea na Mungu wako, ndio mwajiri wako mkuu. Kwa hiyo ibada ni first kabisa, usiache, lakini fanya mazoezi. Kipengele cha 4 hapa, angalia news. Usiwe mtu ambaye uko chini kabisa, hujui dunia inaendaje. Yaani kuna watu wengine ukiwauliza hivi uchaguzi wa Marekani mwaka gani, yani hata angaliagi television yote waambia Trump kishashindwa. Wala kweli, yani yuko mwaka 2010, yani hajui. Kwa sababu haangalii news. Kwa hiyo mwe mna time ya muda wa kuangalia habari na vitu kama hivyo. Lakini masaa 4 yatumieni kwa ajili ya creativity. Fanyeni ubunifu jamani. Kwa nini wazungu tunawachia tu kila siku? Yani masaa 4 unaweza ukala kidogo, ukaangalia mpira, lakini yamekuwa dominated na creativity. Mnaelewa ninachomaanisha? Kwa hiyo hakikisha hapa utengeneze kitu ambacho tutakikumbuka siku zote. Sasa ni muda gani unautumia? Fanya ndani ya masaa 4. Jipangie, hata ukiwa kwenye daladala, sio una gari, pale create kitu kipya, new thing. Mnaelewa ninachomaanisha? Kwa hiyo ni masaa 4. Tumemaliza hiyo. Hii 2 hapa sio muda. Naomba niwaambieni, hii 2 sio muda. Hii 2 kwamba fanya vitu vyote, lakini viwe ndani ya sheria ngapi? 2. Sheria ya kwanza ya Mwenyezi Mungu, sheria ya pili sheria halali za taifa lako. Fanya vyote, lakini uwe ndani ya sheria ngapi? Ya kwanza ya Mwenyezi Mungu, ya pili sheria halali ya taifa lako. Cha 6, andika M. Hii ni kitu muhimu sana. Yaani huu ndio utayari. Ukiwa hauna hii huwezi ukafanya kazi. Inasema hivi, unapofanya kazi, uwe mtendaji, uwe mvumilivu, asiyechoka, asiyeshindwa. Popote unachokifanya, uwe mtendaji, uwe mvumilivu, lazima utapata challenge nyingi tu. Lakini uwe mtu asiyechoka, lakini kataa hata siku moja usikubali kushindwa, asiyeshindwa. Mvumilivu, mtendaji, asiyechoka, asiyeshindwa. Mwisho kabisa, lazima uwe ndani ya philosophy inaitwa Sajatu. Hii ndio philosophy ambayo nime create
legacy yangu inatokana na hii kitu, kwamba utafanya yote lakini uanze na kitu kinaitwa safisha fikra zako dhidi ya uchafu. Uchafu mnaukumbuka? Ule mnyororo nimeuwatajia ule, mnaukumbuka ule? Udumavu, maisha ya mazoea, huo ndio unaitwa uchafu wa kifikra huo. Yaani ukifanya kazi una maisha ya mazoea, fikra zako zimedumaa, simeuandika ule, lazima usafishe, uondoe ile jaa. Hatua inasema jaza tabia chanya ya maadili. Ndani ya dhamiri yako, ndani ya dhamiri kuna dhamiri, ile sehemu ambayo huwa inakuhukumu. Ndani ya dhamiri jaza tabia ya maadili, maadili ya uhai. Yapo, hatuna muda, tutaweza kuelezana labda next time. Maadili ya uhai, jaza tabia chanya ya maadili ya uhai ndani ya dhamiri yako. Hii tu inasema tumia tabia chanya ya maadili kujemi tulipo. Jemi tulipo, yani tumia tabia chanya ya maadili kujenga, kumiliki, kutunza, kulinda na kuponya taifa lako kwa uchumi plus amani. Jamani, mmeelewa? Safisha kwanza fikra zako, jaza tabia chanya ya maadili ya uhai, tumia hiyo tabia kujenga, kumiliki, kutunza, kulinda na kuponya taifa lako kwa uchumi na amani. Sajatu philosophy ina definition nyingi, lakini hili ni fupi. Walimu, nimemaliza. Kwa majina naitwa Ana Shayo. Mapendekezo yangu zaidi, niombe haya mafunzo ya Sajatu yawe ni endelevu, ikiwezekana yako hata kwenye ratiba. Mafunzo haya ni muhimu sana, ingekuwa bora kama tungepata mara kwa mara, na pia ingeweza kuwafikia watu wengi zaidi. Ni mambo ambayo yanatufundisha jinsi gani tutafanya kazi kwa umoja tukiwa makazini, na vile vile tumepata elimu ambazo hata vitu vingine tulishavisahau wakati labda tulivyosoma vyuo, kwa sababu tupo tunafanya kazi, lakini wengi hatujui kwa nini tunafanya kazi au tunamtumikia nani. Kwa hiyo tunafanya tu kazi kwa mazoea bila kuwa na dira na mwelekeo wowote. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa manispaa kuruhusu tuweze kupokea haya mafunzo. Kwa hiyo mimi, maoni yangu kama mtumishi wa serikali au kama mfanyakazi, kwa tunaomba haya mafunzo yawe endelevu, kwa sababu yatatufundisha kukumbuka vitu tofauti tofauti, na sisi tutaweza kutenda kazi au kufanya kazi yetu ya ualimu vizuri zaidi. Na vile vile kama inawezekana, kuna baadhi ya vitu ambavyo tungeweza kuviingiza kwenye mitaala, watoto wakaanza kufundishwa kuepuka ubinafsi, kukataa, ile kujenga upendo. Kwa hiyo tutakapoanza kuwafundisha watoto vitu kama hivi, tayari tutajenga taifa zuri ambalo ni bora, ni nzuri, linaweza likaepuka hata mambo ya ufisadi. Kwa sababu mtoto anapoanza kufundishwa jinsi ya kupendana, kushirikiana, ina maana tutaliandaa taifa ambalo halitakuwa na ukatili. Kwa hiyo maoni yangu ndio hayo, na nimeyafurahia sana haya mafunzo.